Ya kubwa ni maandalizi ya mchezo wetu wa Kariakoo Derby ambao unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026, na mechi yetu hii itaanza kuchezwa kuanzia majira ya saa 12 kamili jioni. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wanasimba kwamba maandalizi kuelekea katika mchezo huo yameanza punde tu mara baada ya kurejea kutoka visiwani Zanzibar. Jana mara baada ya kutoka visiwani Zanzibar, mchana ule ambao tuliwasili, vijana walipumzika kidogo na jioni wakaingia kambini, na sasa wanaendelea na kambi kuelekea katika mchezo wetu. Wachezaji wetu wote wako kambini hivi sasa. Kulikuwa kuna hofu ya kukosa baadhi ya wachezaji kutokana na changamoto za majeraha, akiwemo Anicet Oura ambaye aliumia katika mchezo wa fainali ya kombe la Muungano, lakini ninao furaha kubwa kuambiwa na Simba kwamba Anicet Oura yuko timamu kwa asilimia kubwa, na Mwenyezi Mungu akijalia atakuwa sehemu ya mchezo. Katika mchezo ule Anicet Oura alitolewa dakika ya 20 plus na kutolewa kwake ilikuwa ni mbinu ya kimatibabu, kwa sababu angeendelea kucheza angeendelea kuumia zaidi, na angeendelea kucheza angekuwa mzigo kwa timu kwa wakati ule. Kwa hiyo madaktari kwa kushirikiana na benchi la ufundi wakashauri ya kwamba atolewe ili kuzuia jeraha lake lisiendelee, hilo moja, lakini mbili, aanze kupatiwa matibabu pale pale kwa sababu ni mchezo muhimu, na bado tulikuwa na mchezo mwingine muhimu ambao ni siku ya kesho kutwa. Lakini Nixon Kibabage vile vile na yeye alikutwa na kadhia kama hiyo, alianza kujisikia vibaya na ikalazimika kutolewa ili aanze kupatiwa matibabu, na yeye vile vile yuko vizuri kwa asilimia kubwa na atakuwa sehemu ya mchezo. Hali hiyo inafanana na Yusuf Kagoma ambaye naye vile vile alishindwa kuendelea na mchezo, akatolewa kwa ajili ya kuanza kupatiwa matibabu. Lakini hao wote watatu ambao walikuwa na mashaka ya kushiriki mchezo wa kesho kutwa, niwaambie wanasimba kwamba wote wako timamu na wako tayari kwa ajili ya mchezo. Nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi wanasimba kwamba rasmi tumezifunga sherehe za ubingwa wa Muungano mara baada ya kupata ushindi ubingwa juzi na jana kurejea. Nafahamu watu wana furaha kwa sababu kwa muda mrefu Simba hajachukua ubingwa, muda mrefu Simba hajamfunga mtani, lakini sherehe zikome rasmi hii leo, na badala yake sasa turejee kwenye mapambano ya kuipambania Simba yetu katika mchezo wa Ijumaa. Ubingwa wa kombe la Muungano ni muhimu, lakini ushindi katika mechi ya tarehe 3 ni muhimu zaidi. Kwa lazima tuwekeze nguvu na akili katika mchezo wetu wa tarehe 3. Kila kitu ni muhimu, lakini kikishapita kinakuwa kimepita, na kinachokuja ndio kinakuwa na umuhimu zaidi. Kwa hiyo rai yangu kwa wanasimba, tusijiboteke, tusijisahau, tusijilamboaze, tukaendelea kushangilia na kufurahia wakati tuna kazi kubwa kufanya siku ya tarehe 3. Na mimi niwaambie wanasimba, mechi ya tarehe 3 ni ngumu pengine kuliko mechi ya tarehe 29 ya fainali. Na wanasimba tusitembee kwa historia, kwa sababu tumemfunga juzi, tutamfunga tena kesho kutwa. That's not football. Lazima tambue kwamba mechi inayokuja itakuwa ni ngumu zaidi, kwa sababu mpinzani sasa amepata sababu ya kushindana, amepata nguvu, amepata hasira, amepata mzuka, anataka kulipa kisasi na hayuko tayari kuona anaadhibiwa mara 2 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo atakuja na nguvu kubwa. Sasa tunajuaje nguvu yake kubwa atakayokuja nayo? Hivyo lazima tujiandae vilivyo kwenda kumkabili mpinzani wetu na kwenda kuchukua ubingwa. Lakini lazima tutambue mechi ya tarehe 3 ndio mechi ya njia panda ya kutupeleka aidha kwenye ubingwa ama kukosa ubingwa, na hapa lazima tuelezane ukweli. Tukipoteza mechi ya tarehe 3 tumepoteza ubingwa. Gepo litakuwa alama 8. Ninawahakikishia ndugu zangu, ni ngumu mno timu ambazo zimesalia kuja kucheza na mpinzani wetu kuja kumpukutisha mpinzani wetu alama 8. Ni ngumu kweli kweli. Maana yake ni kwamba tayari tunakuwa tumeshafungua mianya ya yeye kwenda kuwa bingwa. Lakini tukimfunga, maana yake ni kwamba tuna close gap. Gap linabaki pointi 2. Pointi 2, kila kitu kinawezekana. Hata akichukua ubingwa akiwa na pointi 2, bado inakuwa sisi hatumii pakubwa, kwa sababu kazi yetu ya msingi ya kumzuia sisi kama sisi
tumeifanya, wengine huko wameshindwa na wameenda kumpa ubingwa. Kwa hilo lazima tulielewe. Kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 3, viingilio ni shilingi 15,000 mzunguko, shilingi 30,000 VIP na shilingi 50,000 VIP. Kwa structure ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, kwa wale wasiofahamu ama kwa wale ambao wanafahamu, mzunguko ni majukwaa yaliyopo nyuma ya magoli. Upande wa kusini kuna jukwaa na upande wa kaskazini kuna jukwaa. Kwa hiyo maeneo hayo ndiyo maeneo ambayo yatauzwa kwa shilingi 15,000. Unapoingia uwanja wa Meja Isamuhyo, ile sehemu ambayo wachezaji wanaingia, lile jukwaa ambalo linatazama wachezaji wanapoingia uwanjani, lile ndio VIP ambalo litauzwa kwa shilingi 30,000. Kwenye mechi za kawaida lile jukwaa huwa tunaliuza kwa shilingi huwa ndio jukwaa la mzunguko, lakini kwenye mechi hii ya mzunguko, mechi hii ya dabi, itakuwa ni jukwaa la VIP. Alafu VIPA ni hili jukwaa ambalo unakaa ile sehemu wachezaji wanaotokea kwenye haya mashavu ya kushoto na kulia, ndio VIPA na VIP, ile ndio VIPA. Kwa hiyo kwa yote ambaye anahitaji kununua tiketi zimeanza kuuzwa rasmi leo Ijumaa, na capacity kwa maana ya idadi ya mashabiki wanaoingia uwanjani ni 10,000 pekee. Kwa hiyo tunauza tiketi 10,000 pekee. Yoyote anayehitaji kwenda uwanjani, hili ndio tangazo la mwanzo na la mwisho. Tiketi anunue mapema, tiketi anunue sasa. Kinyume na hapo atakosa nafasi ya kwenda kuishuhudia hii dabi, na kukosa kuishuhudia hii dabi maana yake ni kwamba umekosa kitu kikubwa katika maisha yako. Shukrani sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.